Viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda wanatarajiwa kusaini makubaliano ya amani katika mkutano unaoandaliwa na Rais wa Marekani Donald Trump mjini Washington ili kumaliza mzozo wa muda mrefu katika eneo hilo. Hii ni TriGen Media. Wakati nchi hizo mbili zikijitayarisha kufikia mwafaka huo unaosubiriwa kwa shauku kubwa, mapigano yameripotiwa kuongezeka mashariki mwa DR Congo, eneo lenye utajiri mkubwa wa madini, kati ya jeshi la serikali na waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda. Jeshi la DR Congo limetuhumu waasi hao kwa kujaribu kuvuruga mchakato wa amani, ili hali M23 imesema serikali ndiyo imeanzisha mashambulizi ikikiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Mapema mwaka huu M23 iliteka maeneo makubwa ya mashariki mwa Kongo katika mashambulizi yaliyosababisha maelfu ya vifo na watu wengi kukosa makazi. Rais Felix Tshisekedi wa DR Congo na Paul Kagame wa Rwanda wanatarajiwa kuidhinisha makubaliano ya amani yaliyotiwa saini na mawaziri wao wa mambo ya nje mwezi Juni mjini Washington, hatua ambayo ilipongezwa sana na Rais wa Marekani aliyeita hatua hiyo ushindi wa kihistoria. Viongozi wa mataifa kadhaa kutoka Afrika na nchi za Kiarabu ikiwemo Burundi na Qatar wanatarajiwa kuhudhuria hafla hiyo. Hata hivyo, waasi wa M23 hawatohudhuria utiliaji saini huo nchini Marekani kwa kuwa wapo katika mazungumzo tofauti na serikali ya DRC chini ya uratibu wa Qatar. Rwanda imekanusha kuwasaidia waasi hao licha ya ripoti za wataalamu wa Umoja wa Mataifa kudai kuwa jeshi lake linasimamia moja kwa moja operesheni za M23. Wachambuzi wanatia shaka iwapo makubaliano hayo yatazalisha amani ya kudumu, wakionya kuwa hadi sasa hakuna usitishaji mapigano mashinani na M23 inaendelea kupanua maeneo inayoyatawala. Mwaka huu pekee waasi hao walichukua miji muhimu ya Goma na Bukavu. Katika taarifa nyingine, msemaji wa jeshi la DR Congo Jenerali Sylvain Ekenge amedai M23 imeanzisha mashambulizi mapya katika vijiji vya Kivu Kusini, takribani kilomita 75 kutoka Uvira. Waasi hao wamedai kuwa DRC imewashambulia kwa ushirikiano na wanajeshi wa Burundi, madai ambayo Burundi haijathibitisha, ingawa inao maelfu ya wanajeshi mashariki mwa Kongo kusaidia jeshi la DRC. Rwanda inasema imechukua hatua za kujihami kutokana na tishio la kundi la FDLR ambalo lina wapiganaji waliohusika na mauaji ya kimbari ya mwaka 1994. Kigali inataka FDLR ivunjiwe silaha, huku Kinshasa ikisisitiza kwanza Rwanda iondoe wanajeshi wake nchini Kongo. Mambo yote mawili yamejumuishwa kwenye makubaliano hayo. Historia inaonyesha kuwa vikwazo hivyo vimeporomosha mikataba mingi ya amani tangu miaka 1990, huku Kongo ikitaka pia M23 iachane na ardhi iliyoitwaa, sharti ambalo kundi hilo linakataa katika mazungumzo yanayoendeshwa na Qatar. Marekani na Qatar ndio wanaoratibu upatanishi huu, lakini Marekani inaonekana kuwa karibu sana na DR Congo ambayo ina utajiri wa madini unaokadiriwa kufikia dola trilioni 25, ikiwemo kobalti, shaba, lithium na madini mengine muhimu kwa utengenezaji wa magari ya umeme, simu na vifaa vya kijeshi. Wachambuzi wanasema Washington inasukuma pia ushirikiano wa kiuchumi kati ya Kongo na Rwanda katika nishati, miundombinu na madini, wakitumaini kuwa faida ya amani inaweza kupunguza mvutano. Hata hivyo, DRC imesisitiza haitasonga mbele kwenye makubaliano ya kiuchumi hadi wanajeshi wa Rwanda waondoke katika eneo lake la mashariki. Hii ni TriGen Media.